akiwa mnyonge mwingine anachukua nafasi. Sasa ukipambana na Marekani utaumia kwa vikwazo. Sasa niambie leo Iran imepoteza viongozi karibu 60 wakubwa, akiwemo kiongozi mkuu. Miundombinu ya Iran imeharibiwa. Rais wa Masudi Pezeshkian amesema jana, kwa hiyo Iran ina mgao wa umeme. Kwa hiyo maana nchi imeumizwa, nchi imeharibiwa. Na hata kuna juzi yule kiongozi wa Sunni wa Iran, wa Sunni kule wako pia Iran lakini wachache wanabana, akasema Iran imeharibiwa. Viongozi wa Iran wakae chini, wasitafute ule kujionyesha kwamba wao ni wakubwa. Kifupi, si wakubwa. Akasema ukweli, si wakubwa. Sasa ndio maana katika mzozo huu wa mazungumzo, issue ya nuclear na issue ya makombola ni kipaumbele. Sawa. Lakini sasa kuna issue nyingine kwamba mafuta ya Iran yanapaswa kwenda west, si kwenda east, yani China. Sababu China ni mnunuzi mkubwa mafuta ya Iran kwa 40%. Na ananunua kwa barter trade ili kukwepa vikwazo vya Marekani. Yaani kwamba Iran anampa China mafuta, China anatengeneza miundombinu ya Iran. Kwa hiyo miundombinu ya kufukia mabomu chini, sio nini, vitu kama barabara na vitu kama vya kijeshi, China anavifanya. Haitumiki pesa. Petrodollar nini? Haitumiki pesa. Sababu anahepa vikwazo. Sasa Trump kuweka mzingiro pale katika guba ya Oman ni kusio tu kuzuia tu kuifanya Iran, kuipressure Iran ije katika mazungumzo ama itulie. Pia ni kuizingira China. Kwa sababu gani? Meli ambazo zinaruhusiwa kuja pale ni meli tu ambazo zinaenda Oman, zinaenda Saudi Arabia, zinaenda Katari au na nchi kama zipo karibu, lakini haziruhusiwi kwenda wapi? Iran. Na za Iran haziruhusiwi kutoka Iran kwenda huko upande mwingine. Sasa China pia Trump akasema kwamba sababu China ni soko lake kubwa ni Marekani. Kwa hiyo akamwambia kwamba usimuuzie silaha nani? Iran. Ili kulinda soko lao la biashara na kadhalika. Sasa sijui nikiongelewa hapa, lakini Mchina anajua kabisa naye huyu ndo ni yeye. Na hii ni vita ya miaka mingi. Juzi nilikuwa nasikiza video moja ya miaka ya nyuma sana. Miaka 2000. Miaka mingapi? 2000. Yaani wana plani ya kuja kuchukua Homs. Sawa? Kuchukua nini? Homs. Na kuidhibiti China. Yaani kwamba si kwamba waiangushe China, lakini kwamba wanataka kwamba mataifa yote yategemee West kiuchumi, kinishati, kwa teknolojia na kadhalika. Na kwa sasa hivi issue ya nishati, hata kuna hoja inaweza karipoti kwamba kwa nini Marekani ina mafuta ya Venezuela lakini kidogo mafuta yamepanda juu na gesi mpaka ndani nje yake. Sasa jibu liko hapa. Kuna kitu kimoja bwana Simulizi. Mchina ameipiku Marekani kwenye investment ya mambo ya artificial intelligence. Sababu mtu akishika hiyo teknolojia ndio anakuwa na control dunia. Teknolojia ina pesa kuliko nishati ya mafuta. Hicho unakijua? Niko sielewi. Hisi nafikiri kwenye uchumi, katika uchumi kitu kinacholeta utajiri sana nilikuwa nafikiri ni mafuta. Hiyo simu yako ishi ngapi? Hii hapa kama 800,000 hivi. 800,000. Na kabla mafuta hajapanda juzi, baada ya vita vya Guba, pipa moja la mafuta ilikuwa ni $75. $75 ni shilingi ngapi? Kama 200,000 na kitu Tanzania. $75 200,000 hapo inakaribia. Na simu yako ni 800,000. Kwa sasa ili uchukue hiyo simu, ili ina maana hiyo simu yako kwa haraka hapo ni mapipa mangapi? 4. Yes. Ya mafuta. Ndio. Tuko pamoja. Na simu ni moja. Hapo muongee hiyo simu hiyo. Hapo jiongeze Google Pixel, iPhone au sio Samsung. Kwa mtu na pia mafuta unayachimbaje kama una teknolojia? Maana huyu anamuuzia mafuta anampa teknolojia, sawa? Na makombola pia hayatumii mafuta. Sasa labda kitu kimoja nikwambie kitu kimoja. Nishati ya leo imekuja katika namna tofauti. Nishati leo inapata soko kwa sababu moja. Issue ya artificial intelligence inatumia sana nishati. Ya nuclear na mafuta na gesi. Sasa Marekani hapa juzi umekabwa kidogo kwa sababu Venezuela ilikuwa inachukua sana mafuta ya Venezuela. Mafuta ya Venezuela ni mafuta bora kuliko mafuta yote duniani. Mafuta ya Marekani ni mepesi sana. Kwa hiyo kwenye issue ya mambo ya kuinvest kwenye swala la artificial intelligence, sababu artificial inataka mafuta mengi, inataka nishati nyingi sana. Nyingi mno. Ile mafuta ya Marekani mepesi hayawezi kufanya huo mradi. Ilibidi wachukue mafuta ya Venezuela ama mafuta ya Arabuni. Sasa Mchina alikuwa anachukua mafuta ya Venezuela kwa 80%.
na pia anachukua mafuta ya Irani kwa asilimia ngapi? 40. Kwa hiyo Mchina ndio maana akawa na soko kubwa, investment kubwa katika eneo la teknolojia, hasa eneo la AI ambayo inatumia nishati sana. Leo una chat hivi tu Google, Gemini, nini hiyo inaitwa hiyo, sio ChatGPT pamoja na Gemini na hizo zingine. Usifiri inaenda hivi hivi, inatumia nguvu kubwa sana ya nishati. Sasa kumwachia Mchina achukue mafuta 80% ya Venezuela pamoja na Irani ni kumpa China nguvu. Maana China ameinvest kwenye issue ya technology sana. Sasa Marekani wakamwambia, si kwamba amezidi Marekani kwa asilimia zote. Ndio maana sasa wakaambia, jamani, huyu tukimwacha huyu kesho sisi tunakuwa chini. Kwa hiyo wakachukua mafuta nini? Ya Venezuela. Ingawa Marekani leo na mafuta mengi, lakini leo makampuni kama Google, makampuni kama Meta na mengine kama hayo, sawa, wanatumia sana nishati nyingi sana ya mafuta. Kwa ile makampuni ya mafuta ya Marekani yanapata pesa nyingi kwa kuuzia wa jamaa. Kwa wananchi huko ambao mwenyewe mnachukua, sawa, mna faida kubwa, lakini gharama kubwa, asilimia kubwa inaenda wapi? Kwa kina Meta hawa. Ama kampuni. Kwa hivyo nishati itapanda tu. Ina maana hawa watu kwenye hizo teknolojia wana, tuseme kuna mashine fulani ambayo inatumia au mafuta au ni nini mpaka kuna mashine ziko pale zinafyonza sana hiyo kitu. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa China amenyang'anywa 80% ya nini? Ya mafuta ya Venezuela. Sawa Na sasa hivi nataka tunakuchukua kwa ile blockade ambayo unaiona pale, ule mzingiro kwanza uliongelewa kabla ya vita vya Iran. Jamaa moja sema hapo yako hii uwezi una hii ya biashara. Tungeweka hiyo video. Sawa ni mtu maafisa wa Marekani. Waliongelea kwamba ili kutight ili kuizuia Hormuz, tuweze kucapture ile mafuta, lazima tuweke mzingiro. Na ule mzingiro urefu wake kutoka Hormuz mpaka mzingiro ulipo ni kilomita kama 80. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa kwa hiyo hapo lengo ni kudhibiti mafuta, yani kumdhibiti China na Iran asiuze mafuta nje. Na kule ule mzingiro Trump anasema kwamba ni zaidi ya bomu la nyuklia. Kwa umeibana Iran sawa sawa. Jana rais wa Iran anasema kwamba ili tuingie katika mazungumzo Marekani tuweke mzingiro. Hata juzi Iran wamerukaruka kidogo, akasema hawataki mazungumzo na kwamba mazungumzo yamekaa katika upande mmoja. Trump akanyamaza, lakini leo wanamtafuta Iran, wanamtafuta Marekani. Ndio hilo nilikuwa najiuliza mimi. Kwani hawa Irani wana kauli na wao wanaweza kawa na wao wanaleta hoja zao mezani na Marekani analeta hoja zake, au wao wanaenda kupokea? Kwa sababu kauli za Trump mara nyingi zimekuwa zikionyesha kwamba wao wanaenda kutoa, ni kama wanaenda sio kukaa kikao, wanaenda kutoa maelekezo, Irani fanyeni hivi ndio tuache vita. Ngoja nikutafutie hapa kauli yao ya leo. Yaani kifupi wana kauli. Hawana kauli, maana yake wanaenda kupokea maelekezo ya Marekani. Sababu wewe ukikutana na Mo Dewji kwenye mazungumzo ya kibiashara, wewe ni mfanyabiashara. Afu wewe ndio mfanyabiashara mkubwa. Mtakuwa kuna uwiano. Hakuna uwiano hapo, namsikiliza yeye. Sasa Marekani anakuja kwa masharti. Kweli Iran kuja na masharti 10, lakini akapigwa chini. Yaani kwamba unajua ukilinganisha Iran na Marekani kiuchumi, tuseme nini? Unajua uchumi wa Iran ni mdogo sana kwa Marekani. Kwa hiyo hawezi kuwa na uwiano wa kibiashara au na vyote vile kimaamuzi. Hebu niangalie leo, Iran ingekuwa imevamia nchi kadhaa hapo mbele. Umoja wa Mataifa ungefanyaje? Angekuwa ameshaweka vikwazo kama alivyowekewa Urusi. Ushaona kuna nchi imemwekea Marekani vikwazo? Hicho anachokuwa kinashangaza ndio. Ushasikia China imeingilia ugomvi? Hapana. Au Urusi? Hapana. Yaani wao watajuzi walikuwa wanamwambia Iran ya kubaliana na baadhi ya masharti. Au ni Urusi. Sawa Kwa maana Marekani ni mkubwa. Ni mno kiuchumi. Sasa kuna ile ushabiki tu huku chini. Angalia Europe, NATO. Sio umekataa hii vita. Kwa sababu kwanza ni siri moja. Mbona Uingereza umekataa kushiriki vita Ndio. Unajua kwa nini wamekataa? Hapana. Wana shirika lao la insurance. Jina nimeisahau. Ndio lilikuwa lina pale Hormuz.
ndio linasimamia insurance za meli zote za kununua mafuta pale. Sasa Trump ameweka vikwazo, amebomoa ule mfumo. Sasa kuna uchungu mwingi sana. Hata issue ya Venezuela wao ndio wanatoa hizo bima. Kwa ina maana kuna kitu ambacho Trump ameingia maslahi ya Europe. Ndio maana sasa hivi Mark ulikuwa unamsikia kama juzi anasema kwamba Trump amekuja akagonga uchumi wa Europe. Sasa ndio maana wao wanasita sana kwenda kumuunga nini? Mkono. Lakini sasa wamwezi Trump kwa sababu nguvu ako nayo. Kwanza hiyo NATO 70% ya jeshi la NATO ni Marekani. 70% ya vifaa vya kijeshi ni vya Marekani. Na pesa 70%. Sio mtu utamweza. Mwana point hiyo? Urusi na uchumi wake ni kama dola trilioni 1.7 au 2 trillion dollars. Uchumi wa nani wa Urusi? Marekani 31. Sawa eh? Sasa huko ni mkubwa. Sasa huko tunamwongelea Marekani kana kwamba tunamwongelea Malawi. Lakini wale wakubwa wale hawaiongelee Marekani kama tunavyoiongelea huko kwenye Facebook. Okay. Ushasikia marais wetu wa Afrika wananyosha kidole Marekani? Hapana. Mpaka leo naona. Au wamechagua upande wa Iran? Hapana. Au umesikia Waarabu wanaongea chochote? Sijasikia. Hata hizi nukuu za ukiingia mtandao ya kibongo hii, social media. Social media za kibongo zinachukua maneno zinaedit ili kufurahisha watu. Okay. Ili wapate nini? Viewer. Sawa. Wapate sijui followers. Lakini maneno ya kizushi tu. Mara sijui Marekani imefanyaje, mara sijui nini. Hiyo ni kitu, yani ukienda katika sauti ya Umoja wa Mataifa. Yani ile fikra ya Umoja wa Mataifa. Fikra ya Umoja wa Afrika. Fikra ya Umoja wa Ulaya. Fikra ya Waarabu. Fikra ya Pacific, yani nchi za Pacific kule Japan, sijui wapi na kadhalika. Ni tofauti. Kama Marekani ingekuwa ni mdogo, wangeungana kumkunja kumuondoa. Maana wewe anajua na maadui wengi. Ana maadui wengi, wangemuondoa pale, wewe toka homes hapo. Tunakata hivi lakini hawawezi kwa sababu wanajua system yake. Ningekutajia hapa vitu vya system. Kwanza bado ni pesa moja. Hata watu tunamtukana Marekani, tunamziaki, sawa? Wana uhuru wa kumkosoa. Na Marekani hiyo kitu haisumbui kwao. Lakini labda ni kwa swali moja. Hao tunaokosoa Marekani bongo hapa wanakosoa kupitia mtandao gani? Mitandao ya YouTube, Facebook, Instagram. Tukisema YouTube ni Google, si ndio? Na Meta. Na ambayo ni YouTube, ni Meta ni Facebook, WhatsApp na Instagram. Na Threads. Na hiyo pamoja na mtandao wa X. Ni za nani? Za Marekani. Ukitumia kompyuta yako unatumia program gani? Microsoft. Si ndio? Kwani unakuta wewe unamtajirisha nani? Marekani. Mfumo wa kutuma fedha wa kibenki dunia nzima ni Swift. Ndio. Sawa unatumia Swift code. Sasa kwa hiyo hata hizo unavyolipa na YouTube kwa njia hiyo. Sasa Marekani siku ukiona hizo system zote zimehama. Hata mfumo wa internet wa angani na satellite nani? Ni Marekani bado. Anaweza kukuzuia usipige simu. Okay. Sawa sasa kwa hiyo leo ukiona hizo system zote mitandao yetu sisi ndio maana wakijaga hapo hizo unanyanyua simu yako ifanye kazi. Unabaki na kopo tu. Hii smartphone. Sawa smartphone. Inayotumia window kama ni hizi za iPhone. Si ndio? Ni ya nani? Marekani. Sawa Android ni ya nani? Yaani utumbo wa simu si ndio Android? Ndio. Simu yako kama unatumia kama Infinix ni ya China. Tecno ni ya China. Lakini unachukua utumbo wa nani? Wa Marekani mwenyewe Android. Yaani ile function ya simu inatoka Marekani. Sawa hata leo kwenye simu yako leo ili iweze kufanya kazi vizuri uwe na Google Ndio. Sasa watu ambao wanatumia simu za Android, kampuni hiyo ya China hiyo wapi wanatumia mfumo wa Marekani Android. Kwa hiyo ukiona mifumo hiyo haiko, wasema masawa anaweza kaisifia Marekani. Lakini naongea ukweli na watu wapendi nini? Ukweli. Wanapenda kusema zile hadithi za kuponda. Yaani uponde, Marekani si kitu. Shoga, sio nini? Sasa hiyo wanataka watu wafurahie, yani wanataka wapate hisia za kufurahi. Lakini ukimwambia ukweli wa mambo hawezi kukubali. Hata leo leo hata kusimuliza hapa kutokea dili la kwenda North Korea au la kwenda Iran au la kwenda Washington, California. Utachukua wapi? Marekani. Napokuona sura yako tena Marekani. Hata yule anaowasikiliza hapa anaponda,
Ataenda wapi? Sababu tukienda leo hata Zanzibari pale. Wazanzibari wengi pia wako Marekani, wako Europe. Tanzania wengi wako nini? Europe. Nchi nyingi tunakimbilia wapi? Hata wahamiaji haramu wanaenda wapi? Si magharibi? Washasikia wahamiaji haramu wanaenda China? Hapana. Hapana. Wanaenda Iran? Hapana. Wanaenda Russia? Hapana. Wanakimbia Marekani? Wanakimbilia Ulaya Magharibi, au sio? Sababu kule kuna kitu fulani cha opportunity ambazo wakifanya ukafanikiwa. Sasa kwa hiyo leo ukiona system ziko nyingi nikitaja hapa, ziko kama system kama 25 ambapo Marekani ameshikilia ulimwengu wote. Siku zikiondoka hizo system, basi Marekani kaisha. Lakini ni ngumu kuondoka. Sawa siji nikasahau hapa nilikuwa naongelea kuhusu Iran kwenye maamuzi. Sikia ninachokisema hapa. Wanachokilaumu hapa, wanamlaumu Pakistan. Sikia. Iran imeshtumu Pakistani kwa kuwa na upendeleo upande wa Marekani. Ni kwa sababu kwamba mkubwa na mdogo huwezi kuwa na uwiano sawa katika mazungumzo. Na imeoji nafasi yake kama mpatanishi katika mvutano unaoendelea. Maafisa wa Irani wamesema Pakistani si mpatanishi anayefaa na haina uaminifu, wakidai mara kwa mara uunga mkono maslahi ya Trump na uepuka kupinga misimamo ya Marekani. Tehran imesisitiza kuwa mpatanishi yeyote lazima abaki wakati na asitegemea upande wowote, si kumpendelea upande mmoja katika mazungumzo. Sawa? Kwa hiyo hamna balance. Na Pakistani ananyonya Marekani kwa misaada. Anachukua mzigo hata kabla ya vita hivi tayari Pakistani kwashachukua mzigo wa kutosha pale Marekani. Sawa? Kwa ni ngumu leo bwana Simulizi, umepewa mzigo hapo. Si ndio umepewa na tajiri mmoja wa Tanzania Mo Abadew jina Sudan akopa mzigo hapa milioni 250. Alafu unaenda kwa mpatanishi wa adui yake. Lazima utakaa upande wa tajiri. Na siku zote wahenga wanasema mkono mtupu haulambwi. Kifupi hakuna fair duniani. Mimi naambia watu wanasema natafuta haki. Hakuna haki wapi? Duniani. Haki ipo kwa Mungu tu. Duniani ni survival of the fittest. Ukiwa mnyonge, mwingine anachukua nafasi. Ukizila kazi, watu watakubembeleza. Labda kama hamna mtu huyo ambaye anakustahili wewe, watakubembeleza, lakini ukifa yaani kifupi duniani inabidi uwe mjanja. Ndio maana leo ukiangalia Syria, yule Ahmed Sharaa, rais wa Syria, amesema kwamba mimi sina kifua cha kugombana na Marekani ama Israeli. Sana sana nitaua wananchi wangu. Wacha nitafute namna ya kula nao. Wahenga wanasema ukila na kipofu usimshike nini? Mkono. Sasa ukipambana na Marekani utaumia kwa vikwazo. Sasa niambie leo Iran imepoteza viongozi karibu 60. Wakubwa akiwemo kiongozi mkuu. Sawa miundombinu ya Iran imeharibiwa. Rais wa Masudi Pezeshkian amesema jana kwamba wa Iran waanze kutumia umeme kidogo kwa mgao. Kwa hiyo Iran ina mgao wa umeme. Mgao wa nini? Umeme. Kwa hiyo maana nchi imeumizwa, nchi imeharibiwa. Na sasa hivi leo uko wanapata fedha kwa ule mlango wa Hormuz. Wanapata milioni 500 kwa siku, dola milioni 500 kwa siku. Sasa hivi umezuiliwa pale ule mzingiro. Hawapati ile fedha. Na hata kuna juzi yule kiongozi wa Kisuni wa Iran, wa Sunni kule wako pia Iran lakini wachache wanabanwa. Kasema Iran imeharibiwa. Au sio? Imefanyaje? Imeharibiwa. Bibi viongozi wa Irani wakae chini, wasitafute ule kujionyesha kwamba wao ni wakubwa. Kifupi si wakubwa. Kasema ukweli, si wakubwa. Na ukitegemea si Russia, si China hawezi kutusaidia. Sana tupa hapa kombora hili, sijui hii teknolojia lakini mwisho wa siku tunaumia sisi. Kwa hiyo wakae chini katika mazungumzo, waje na jambo ambalo litakuja kuwa msaada kwa wananchi wa Marekani, si kwa ajili ya viongozi. Kwa mfano kama sasa hivi IRGC wao ndio wana control nini? Vita maana. Wana control nchi. Okay. Wamepindua nchi ile. Unaona? Kupindua si lazima upindue kwa maana ya kupiga risasi. Maana kwamba wanakuwa wanashikilia maamuzi ya wanasiasa. Kwa hiyo wale wanasiasa kama kina Abbas al-Haich, kina Garibaf na wengine, unakuta unapokuwa unazungumza masuala maslahi ya kitaifa, unakuta na mkono wa IRGC kwamba hiyo hatutaki. Maana Trump juzi akarudisha wale wa maafisa wake ambao wanaenda kufanya mazungumzo kwamba hamna haja kuna, kwa sababu hatujui nani ambaye ana nguvu ndani ya Iran. Sababu rais wa Iran hana nguvu.
Kama ana nguvu, kwa nini rais asiende kwenye mazungumzo? Au sio? Lakini rais ni kama vile kama figa tu imewekwa pale, kama mfalme au tuseme kama huwa tu liko pale, lakini wenye nguvu ni wale viongozi wa kijeshi. Na yule Garibaf, spika wa bunge wa Irani, kidogo ana ushawishi, ana nguvu ya kusikika, lakini bado ile kabineti inazengua, sababu juzi pia walisuguana sana. Au wamekuja na maamuzi ya Pakistan yakapingwa, wamesumbuana vibaya sana. Unaona? Kwa hiyo bado Trump akasema bado hakuna kiongozi. Sasa la msingi, acha niendelee na vikwazo vya kuweka mzingiro. Hapo tena vile vile nilikuwa nikiangalia. Huu mwisho wa hii vita itakuwaje? Kwa sababu hapa katali tuliambiwa kwamba kuna ceasefire. Je, watarudi tena kupigana au itakuwaje hapa? Na itaisha hii vita, watakubaliana au itakuwaje? Yaani nashindwa kupata picha nzuri. Hawa watu wanaenda kuishianaje? Kwa sababu kama wanaingia kwenye mazungumzo wanatoka, hawazungumzi kitu kikamilika. Kifupi, hebu tunitumie intelligence ya Urusi. Putin aliwaambia wa Iran, mpo katika mazungumzo lakini mwenzenu anajiandaa kuwamaliza. Kwa hiyo hizi wiki mbili ilikuwa ni strategy. Cha kwanza, Israeli walikuwa wameishiwa makombora ya ulinzi. Sawa? Kwa hiyo wiki mbili hizi Israeli imepata chansi ya kuingiza mzigo. Kwa sasa hivi wanasema wako vizuri. Alafu pia juzi zimetua ndege hizi za C-14 hizi za kuweka mafuta hizi. Zimetoka katika uwanja wa Ben Gurion. Yaani si uwanja wa Ben Gurion ule Israeli za Tel Aviv. Utafikiri ni uwanja wa kijeshi. Zimejaa ndege za kutosha za kijeshi za Marekani. Pale base ya Uingereza, Marekani ameleta mzigo wa kutosha F-22. Unaona? Kwa hiyo sasa wanaingiza, hebu angalia sasa hivi bwana simulizi. Wameshaingiza aircraft carrier kubwa 3 pale Hormuz. Pale ni katika guba ya Oman. Aircraft ya George Bush, Abraham Lincoln pamoja na ile Gerald Ford ziko pale. Na hizo ndege kwa jumla wake jumla ya ndege ambazo ziko nazo ni zaidi ya ndege 250. Sawa? Si mchezo unajua sana wanajuzo kwa wanajeshi 60 wa nini maeneo yale kwa. Sasa kwa hiyo na maana jamaa wanaingiza nini? Silaha. Kwa hiyo wiki mbili Marekani amesogeza mizigo ya kutosha. Ndio maana nasema sasa hivi mkikataa mazungumzo nitaharibu miundombinu iliyobakia ambayo juzi waliilinda kwa human shield. Yaani kwamba walikosa namna ya kuilinda, ikabidi wachukue raia kwenda kuizuia Marekani zipige. Sasa kwa njia hiyo na maana Iran hana nguvu tena. Kweli ana makombora kunayo, anaweza akarusha akapiga sehemu zile meli akarusha Israeli na kadhalika, lakini baada ya hapo kuna nini kinachokuja? Sababu ile mzingiro umekaza na hakuna mtu kumsaidia. Kwa hiyo huu mpango wa ceasefire niweza kusema nitumie lugha ya mtaani, ni wa magumashi. Ndio maana kuna option hizi. Mzingiro Iran ikubali, Iran ikatae, waharibu miundombinu. Unaona? Na hata China imeionya Iran. Kwa hiyo kuna issue hapo ya yote zile katokea. Kwa si kwamba wana nia njema. Hapa ni nikwambia kitu kimoja. Niko natafuta kitu hapa. Kabla Trump hajaingia kwenye siasa. Unajua Marekani hawana rais wa ajali. Yaani kwamba tu wewe tunaamka asubuhi na kuwa rais wa Marekani. Trump anaonekana kama huwa anabatisha tu. Wewe. Kwanza watu wanamtega Trump kama kilaza Ndio. Upokaji sijui anaandika yani kwanza hizi wameamua wamempa tu. After kwanza hizi anapopost Trump si kwamba anakati anaandika. Kuna watu wanafanyaje? Wanaandika. Hii rais ni taasisi. Umeelewa paka hapo? Na kuandika huko pia ni strategy ya vita. Kumpresha nani? Adui. Kwamba wao washakubali. Kwanza inawafanya wa Marekani kuwa na moyo kidogo na shuka. Usiwe? Wewe mazungumzo watu hawajui. Jua watu wanafili Trump si mropokaji. Trump ni mtendaji. Hebu niambie ahadi zote ambao marais wa Marekani wameziahidi. Trump amefanyaje? Unafahamu Sasa nikupe habari moja. Toka ile awamu ya kwanza ya Trump 2000 na ngapi? Na 17. Nitakusomea nukuu. Kabla sijakusomea nukuu, acha nikusomee nukuu ya mwaka 1980. Trump hajakuwa rais. Wala huo mpango wa kuwa nani?
rais hujafika, sababu miaka 80 mpaka leo miaka mingapi? Miaka inaenda 40. 45. Sasa miaka yote hiyo Trump anaongea maneno haya, sikia, kuhusu mambo ya Iran na Guba. Kama wataendelea kutuchezea, sawa, tunapaswa kwenda huko na kuchukua mafuta yao 80. Hatupasi kupiga tu, tunapaswa kuchukua utajiri wao na kulemaza uwezo wao wa kufadhili machafuko. Marekani inapaswa kuacha kuonewa na nchi kama Iran. Hizi kauli mtu sasa masio ni muongo, aende akafungue kwenye Oprah. Unafahamu Oprah? Na Playboy miaka ya 80. Afu andika chukua mafuta. Sawa? Trump anaojiwa. Bana, kijana mdogo sana wakati huo. Kijana mdogo tu miaka 20 kitu. Na sawa? Sasa point inayokuja ni kwamba Marekani rais wao anaandaliwa. Wanaangalia kutapo kuna vijana kama 10 hivi. Unakuta wanawachakata kwamba hawa mmoja wao ama kadhaa wa kaza ndani yao watakuja kuwa rais wa Marekani. Si kwamba Obama tu anakuja kule mjarua wa watu na kuwa rais wa Marekani. Never, amechakatwa yule mtu. Kuna system za usalama zinamfuatilia yule mtu kuja kuwa rais wa Marekani. Maana kuwa rais wa Marekani umekuwa rais wa dunia. Maana wewe ndo unashika agizo la ulimwengu. Leo Marekani leo imeingia pale Homs, imeingia pale Iran. Dunia nzima tujaumia. Marekani ndio soko la dunia. Ananunua 35% za bidhaa za ulimwengu. Mchezo. Nyinyi 65 dunia, nchi zote juu 200 dunia ndio zinagawana 65. Yeye 65 ni zake mwenyewe. Na pesa yake ina control uchumi wa nini? Wa dunia. Sawa? Wewe huwezi kuweka kilaza pale. Wewe Trump, kwanza unamwita Trump kilaza. Trump ni tajiri anamiliki utajiri wa dola bilioni 5. Dola? Sasa wewe unamiliki bei gani? Alafu ni mtu ambaye amefaulu sana katika mambo yake ya uwekezaji mara nyingi. Alipanisha uchumi wa familia. Trump hata masuala ya Estonia, watu wanaona mambo ya mieleka. Yeye alikuwa ni mwekezaji pale mkubwa sana pale. Na vijana wengi hao walikuwa ni vijana wake. Wewe ni mtu ambaye alikuwa ni makasino, sijui manini, vitu kama hivyo anafanya. Kwa hiyo ni mtu ambaye si mtu wa kawaida Sasa mzembe kama tunavyomsema. Mzembe. Si mzembe, amefanya vitu vya maana. Na cha kwanza angalia alivyowapelekesha NATO. Alikuwa anamwambia kwamba Marekani yeye ni mfanya biashara. Yeye anataka mfanye biashara iko tena. Kwamba mimi nachangia 10% kadhaa NATO. Nikiziangalia ni kubwa, afu nyinyi hamchangii chochote, afu nyinyi mnalindwa. Kwa toeni 2% za budget yenu ya nchi mchangie NATO. Wakapiga kelele sana madomodomo, akamwambia kama mnapia domodomo, mimi natoa pesa zangu, natoa kila kitu changu. Wakaona tuumia hapa. Ikabidi wapandishe na wao waongeze. Wewe Trump ni mfanyabiashara, ameingia pale Marekani kukuta kwamba China na nchi za Europe na zingine zina faida uchumi wa Marekani. Kwa mfano unakuta leo unakuja kuuza bidhaa Marekani. Hapo unauza nguo Marekani. Unauza nguo kwa ushuru wa 2%. Alafu hizo Marekani akaenda kuuza bidhaa hizo China hizo, nchi zingine mnamekea ushuru wa 10% au 20. Yeye akasema inawezekani. Mimi nakuwekea 2, niweke nini? 2. Wakaruka, yule rais ni mkorofi, mropokaji. Haya, akamwambia, akapiga taarifa. Hawakuja kwenye vikao. Walikubali kuna. Sasa utasema ni kilaza huyo? Si kilaza. Na akasema kwamba inawezekani sisi tumezindua mafuta, juu mafuta ya Venezuela, wa Marekani walifanya utafiti. Hao ndio walitoa pesa nyingi za kufanya uchunguzi na kila kitu na investment za kwanza, na makampuni yote yalikuwa ni ya Marekani. Kwa hiyo Venezuela walikuwa wanachukua mlahaba. Kina Hugo Chavez ndio kwaje wakataifisha. Mata msema kwamba kuna mali zetu pale tuweze kuzisahau. Na tutachukua mafuta ya Venezuela mpaka turudishe gharama zetu zote ambazo Marekani ilifanya uchunguzi na utafiti na investment pale. Hata yule rais juzi akupinga kata anaojua pale Marekani. Sawa Kwa ina maana Trump utasema ni kilaza. Trump yeye ameshajua kwamba mimi niko kwa ajili ya Marekani. Yaani Marekani kwanza, wewe ndio baadaye. Mimi naona rais mzuri, kwani tukiwa na rais wa hivyo kwamba Tanzania kwanza, Kenya kwanza, Burundi kwanza. Uone kwamba ni jambo jema.
maana hata Yesu anasema kwamba siwezi kukupa miujiza kabla watu wangu kukupa chakula. Kuna mstari kwenye na Biblia anawaambia yule mama Lebanoni kwamba siwezi kukupa chakula huko watu wangu hawajashiba. Yule mama akamwambia hata mbwa anaweza akala makombo meza ya bwana wake. Akasema hii ni imani kubwa. Sawa eh? Ina maana wewe mwenyewe unaweza kumpa mgeni chakula toka kwa jala. Kwa lazima uanze na watoto wako. Sasa wao wanasema Trump ni kilaza, ni mtu tu mjinga anakaa kwa Temeke kule Manzese ndani Tandale chini kule. Naye anaandika message na kasimu kake ka Android ka Infinix Tecno cha 1,500,000. Trump ni kilaza. Au sio? Trump ni kilaza. Kwanza nyingine kwa siri moja. Unajua viongozi wa Iran hao kina Garibaf, kina Argaich wote hao hizi PhD zao ambazo zinasifiwa mtandaoni wamechukulia Marekani na Europe. Tena kwa 80% viongozi wa Irani wamechukua masomo yao Marekani. Na watu wao wengi wako Marekani. Unasemaje hao ni kilaza? Tuko paka hapo. Hata uchumi wa China umejengwa na kina Nixon, marais wa Marekani wale. Walivyoingia mkataba na kina Deng Xiaoping. Unajua China ni mjanja, anajua kula na matajiri. Sisi Afrika tuna mdomo. Sawa? Wewe unataka sisi tutafute namna ya kula na tajiri. Na usipige kelele unapokuwa na matajiri, cha kwanza funga nini? Mdomo, yani kuwa mpole. Kubali kutumwa, lakini wewe unamtumikia kafiri upate mradi wako. Sasa ukijifanya una siasa kali, wewe mbabe sijui nini, shekhe sijui itikadi kali sijui mchungaji, mwisho wa siku anayeumia ni nani? Ni wewe. Tajiri na kuangalia tu huyu anakupuuza. Sawa eh? Afa anamwambia rafiki yake dogo mjinga. Kwisha baadaye. Ndio Marekani akisema kitu anamwambia Europe na nchi zingine msimpe chochote yule pale. Kama sasa unamwambia Iran msimpe, msipeleke silaha, msipeleke chochote, na mpeleki. Naye anaumia ni nani? Kwa hiyo hekima itakufanya usurvive. Europe walivyoona wamechakaa mwaka 45 baada ya vita vya pili vya dunia, ilibidi wajisalimishe kwa nani? Kwa Marekani. Kwa hiyo wamemnyonya Marekani kwa akili. Marekani kushtuka, sema kumbe mnanyonya, sasa nyinyi mlipe gharama. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Kwa hiyo hii dunia ishi kwa akili, usiishi kwa mdomo. Kwa hiyo Marekani White House haiweki kilaza. Na kama ukishajua ni kilaza utakuondoa. Sasa Trump kesho anapiga kula endelee kuepo. Sasa angalia hoja yake hapa kwamba amejenga hoja mwaka 80 kwamba tunapaswa kuyachukua mafuta ya nani? Ya Iran. Sawa? Anaenda kutimiza hicho. Na watu wanacheka. Na uhakikishia simulizi. Aba Mungu aingilie kati. Aseme Marekani imetosha. Lakini kama sivyo tuko hapa. Mara kwanza nilikwambia hivi. Hii vita nilisema vita itakuja kuwepo wakati unanihoje. Vita imekuwepo. Na miundombinu ya Irani imeangamizwa sana kwa sehemu kubwa. Yaani Irani inawaka moto. Ile kiburi kipo tu. Alafu leo mafuta leo yamekuwa pale Mzingiro. Kilichokuja bwana Simbezi kuna mawili. Irani kusalimu amri ama kutishwa kwa nguvu. Na mafuta ya OMS. Na mafuta yale ya Irani yanaenda kuchukuliwa. Huu ni mpango wa muda mrefu. Na Waarabu wanacheza game hili. Jana kusomea kitu hapa. Afu tumalize hii mada. Hii ni gazeti la Reuters mwaka 2017. Wakati Trump amefanya ziara ya kwenda Riyadh kwenye mkutano wa nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu, nchi 50. Ilikuwa ni mkutano wa nchi ngapi? 50 pale. Zimekutana pale. Si kwamba nchi za Kiislamu tunakelea nchi mbalimbali zimehudhuria, hata kuolewa kama zuri, lakini target ilikuwa ni nchi za Kiarabu na Kiislamu. Sikia alichokiongea Trump huyu hata anahutubia akizungumza siku ya Jumapili mjini Riyadh nchini Saudi Arabia. Rais Trump amesema Marekani itashirikiana kikamilifu na mataifa hayo na mengine duniani kufanikisha vita hivyo kwa kutoa msaada wa kifedha na silaha. Vita dhidi ya Iran na ugaidi. Nimeleta ujumbe wa urafiki, tumaini na upendo, alisema Trump. Sijaja hapa kuwafunza au kuwasomea, bali nimeleta ujumbe wa ushirikiano, aliongeza. Trump ameelani makundi ya kigaidi kama Islamic State na Hezbollah na kuonya kuwa siku zao za kuendelea kutisha usalama wa dunia na Mashariki ya Kati umefika mwisho. Hiyo ni mwaka gani? 2017. Kwa hiyo Hezbollah inapokungutwa ni kwamba si swala la ajali. Mimi naongea kwa ushahidi Hata sasa hivi wachambuzi wengi unaosikia uko na mambo ya ushabiki. Sasa hivi hawana habari, uongo kweli? Mabaki habari yao mmoja wao ni ushoga.
Shoga, sio unashabikia mashoga, ndio habari zao nazo, lakini hawana habari za geopolitics. Si anasema hivi, aidha amewataka viongozi wa dini ya Kiislamu kuendelea kukemea vitendo vya ugaidi, huku akisema magaidi wanaabudu kifo na si Mungu. Magaidi hawamwabudu Mungu, wanaabudu kifo. Trump amewaambia viongozi hao pia kuwa ni jukumu lao la kuondoa magaidi hao katika nchi zao, huku akitoa wito wa viongozi wa dini ya Kiislamu kuwaondoa katika maeneo ya kuabudu. Kumbuka MBS aliweka vizuio watu sije kuja Maka. Waondoeni katika nchi zenu, waondoeni kabisa katika maeneo ya kuabudu na katika dunia hii, alisema Trump. Sawa? Ndio kumaliza kusoma. Namalizia hapa. Trump amesema njia pekee ya uhakiki ya kuyashinda makundi haya ni kwa mataifa ya Kiarabu kufanya bidii kuhakikisha kuwa makundi hayo hayapati fedha zinazowasaidia kuendeleza harakati zao. Kuhusu Syria, Trump amelaani mauaji yanayoendelea nchini humo na kusema Rais Bashar al-Assad anaendelea kuwaua raia wake bila hatia na kutaka jumuiya ya kimataifa kuisaidia Syria. Leo Bashar yuko? Wakati huo huo, Mfalme Suleimani wa Saudi Arabia ameshtumu Iran kwa kuunga mkono makundi ya kijihadi na kuendeleza ugaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, matamshi ambayo yaliungwa mkono na Rais Trump na kutaka Iran kuendelea kutengwa kimataifa. Baada ya ziara ya nchini Saudi Arabia, Trump amesema anatarajia kuzuru Israeli, Palestina na Vatican na Misri hivi karibuni. Sawa? Sasa naomba nikusomee kitu cha mwisho hapa. Uone. Utajua kwamba huu mpango wa muda mrefu. Alisema hivi, kuanzia Lebanon, sawa, hadi Iraki na Yemen, Iran inafadhili, inatoa silaha na kutoa mafunzo kwa magaidi, wanamgambo na vikundi vingine vya itikadi kali vinavyoendeleza uharibifu na machafuko katika kanda hii. Kwa sitainyamazia Iran, lazima ichukuliwe hatua. Na baada ya hapo akavunja ule mkataba wa JCPOA, yani JCPOA ambao uliundwa na kina Biden na kina Obama, sawa, ambao ulikuwa unampa Irani pesa nyingi. Akavunja afu akasaini mkataba wa kuuza silaha kwa Waarabu wa dola bilioni 110 kwa ajili ya ulinzi na nini na kila kitu. Ingawa Irani amejitahidi kupiga sana, amewachachafa sana pale, kawatia jasho kweli hao Waarabu lakini ndio ameharibu uhusiano wao wote. Hata juzi niangalia leo UAE, umoja wa nchi za Kiarabu zimekataa mazungumzo na Iran, sema hawezi kukaa mezani na gaidi aliyetushambulia. Kwa hiyo umezidi kusaini mkataba wa kijeshi na Israeli pamoja na Marekani. Pamoja pakapo Kwa maana Irani inazidi kutengwa kimataifa. Na huo ni mpango wa siku nyingi, siku kurupuka. Kwa hiyo mwisho wa picha kwamba wana simulizi ni jambo la muda tu. Juzi wamekataa mazungumzo Iran, leo wamesema kwamba watafungua Hormuz ili vita viishe na issue ya nuclear iongelewe wakati mwingine. Lakini Trump anasema no, issue ya nuclear huwezi kuiondoa. Kwa Trump sasa hivi Iran ikimpa mafuta, hata ikimwahidi mambo fulani vita vinafanyaje, vinaisha. Lakini kwa sasa Trump akiachana na hii swala, Hormuz ikafunguliwa, sawa, ni jambo jema, lakini bado matarajio yake ambayo alikuwa ameyapanga toka zamani, achukua mafuta na mengineyo, itakuwa deal itakuwa haijakaa vizuri. Ndio maana nimesoma nukuu ya makasema nini, anasema kuchukua mafuta yao. Kuna regime change hapo? Hapana. Hoja si regime change. Regime change ilikuwa imekuja katika nafasi, ingawa wali pressure wao, lakini si kipaumbele chao. Lakini mwisho wa siku huu utawala wa IRGC ambao unalengwa utaenda kuangushwa, utasambaratishwa, haijulikani itachukua muda gani, ila ni swala la muda tu. Malengo yao yatafanyaje, yatatimia. Cha kwanza fikiria tu kwamba kwa sababu Marekani mbona amekaa mwezi mmoja na zaidi Urusi imekaa miaka mingapi sasa hivi? Sasa hivi tunaenda mwaka wa 4. Mwaka wa 4? Tunapaa kwenda wa 5. Sawa? Iraq iliangushwa kwa mwezi mmoja. Wiki 3 zikapigwa, kaingia ndani ya mwezi mmoja. Sawa? Iran ndani ya mwezi huu, ile si invasion ya miguu, ni ya anga. Ila nimesikia kidogo kuna possibility ya kuivamia Iran. Kwa kuchukua maeneo, kuchukua kile kisiwa cha Kangj cha mafuta
na upande huku wa Kurdistan wachukue huku maeneo ya kaskazini huku ya Iraki kuja Irani. Hiyo ni fununu. Sasa sitaki niongee kitu ambacho kithibitisha, lakini Trump ni mtu wa kuangalia budget. Hataki kutumia nguvu nyingi, pesa nyingi, lakini ndani ya mwezi mmoja tu hali imekuwa tofauti. Kwa hiyo hapo unaona kuna nguvu ya Marekani inatumika. Kwa hiyo ni swala la muda ambao tutakuja kuliangalia baadaye. Tutakuja hapa na wali nyingine kwamba imekuwa tofauti. Lakini kifupi labda tuseme kitu kimoja, Marekani chokifanya pia si haki. Si nini? Yeah. Si haki. Ni ubabe pia. Ingawa katika historia mataifa yote makubwa yanafanyaga nini? Ubabe. Katika yote yanafanya ubabe. Lakini pointi inayokuja pia, Irani pia nayo inajichanganya. Kuna nukuu, nafikiri katika episode inayofuata tukazungumzia. Kuna nukuu ambazo viongozi wake wale kina Ayatollah, kina hawa IRGC wote wakubwa wale wameongea mabaya sana dhidi ya Marekani. Pamoja na Israeli. Katika bunge lao wakifungua lazima waite death to America, death to Israel. Hiyo ndio ipo wazi. Alafu Marekani wanaita shetani mkubwa, Israeli shetani mdogo. Alafu wote wanasema kwamba Israeli iangamizwe, iondolewe katika uso wa dunia. Sasa hapo ndipo Irani inajichanganya. Hata wale kina Urusi, sababu Urusi iko hivi. Urusi na Waisraeli wana urafiki wa kihistoria. Hata mwaka jana Irani ililaumu Urusi kuipa Israeli intelligence. Unaona? Washasikia ndege Israeli inatunguliwa? Hapana. Na ukiangalia hata Syria kati iko chini ya Mrusi pande mwingine, Mrusi alikuwa anatoa kibali Wayahudi kuingia pale na kupiga wa Iran na Hezbollah ndani ya Syria. Kwa hiyo Mrusi sawa, Irani ni mtu wake wa kibiashara na nini, lakini Muisraeli ni rafiki yake, ni ndugu yake. Hata Mrusi anaunga mkono ujenzi wa hekalu la 3. Na Netanyahu alimtembeza pale wapi? Israeli, Tel Aviv. Na akamuonyesha ile hekalu. Video nazo tungeweka hapa. Putin akafanya hivi. Sababu Putin ana mpango kuchukua Constantinople, kumnyang'anya Mrusi nani huyu Mturuki ile Istanbul. Constantinople sababu ni eneo lao la Orthodox takatifu. Kwa hiyo unakusikia Mrusi Waislamu wanasema wao Mrusi yuko pamoja na Waislamu. Kasema bayana Mrusi yuko pamoja na Waislamu wale wa Tatari, wale Waislamu wa Asiri, wale wa Mongols, Waturuki wa kale kule, wale Waislamu ambao wamesaini mkataba na Urusi kwamba watatii sheria nini ya Urusi, hawatakuwa na itikadi kali. Tuko pamoja paka hapo Wa Chechnya wataka kujitenga, ilikuwaje? Walipigwa sumu za kutosha mpaka wakakubaliana na Putin kwanza mwaka 99. Sawa iko hivi. Putin anasema hivi, kazi ya kuwasamehe magaidi labda iwe ya Mungu, ila mimi nafasi ndio wapewa ni kuwapeleka magaidi kwa Mungu, yani kwa kuwaua. Putin hataki wasalafi, Waislamu wa madhehebu ya kisalafi, Kiwahabi, yani magaidi yale ambayo yanatakadi kali. Urusi uruhusiwi. Si tu hata ukiwa na katikati ya kidini yoyote Urusi, hata Katoliki imebanwa kule Russia. Sababu Katoliki wenyewe wanasema, Warusi wanasema kwamba Katoliki washaumiza Orthodox. Alafu Wakatoliki ni wanasiasa, wana mpango wa kutawala dunia. Sasa hiyo kitu Putin amezuia. Kwa hiyo Waislamu wasijua kadhani kwamba Putin yuko pamoja na wao. Na kingine China. Imeona Ikurwani? China serikali ndio ina control Kurwani. Kurwani inatolewa kwa hesabu. Alafu ina picha ya Xi Jinping hapa. Yaani Urusi wanaangalia Saudi msikiti muwe na Kurani ule msikiti mwingine muwe na Kurani wana control wao. Kwa hiyo kule hawapewi nafasi na upeleke mtoto madrasa chini ya miaka 18. Watu sema roho nashabikia China, shabikia Russia, wakifika pamoja nao never. Wale wapo kwa ajili ya maslahi yao, hawataki nchi zao ziingie katika itikadi za kidini. Ndicho hapa Trump anakataa. Sema wahamiaji wanaokuja kuwachujwe. Kama mtu una sera za unataka ukija huku Amerika, ile turning point, ukija Amerika fuata sheria za Marekani. Kama ni Muislamu, kama ni Mkristo, kama usiyokuwa na dini, fuata sheria nini ya Marekani, lakini usiingie na itikadi yako. Sasa hiyo Europe wanasafa kwa sababu ya itikadi. Uongo kweli? Sasa hiyo ndio mpango wa dunia. Kwa hiyo dunia haiangalii dini yako, dunia inaangalia maslahi. Kwa vita vya Irani na Marekani
ni vita vya maslahi. Nukuu zinabainisha mahali hapo. Kwa wakati mwingine tutakuja kuelezea zaidi hapo na hapo, lakini nimeweka tu pointi moja kwamba huu ni mkakati wa muda mrefu na ni mkakati wa uchumi, ni vita vya kiuchumi, na China ni mlengwa katika vita hivi kama ilivyoondolewa kule Western Venezuela na Panama. China najua alienda kuwekeza kule Panama, ni mfereji ambao Marekani aliuchimba karne ya 20. Meli zinapita zamani ili lazima utokee huko upande wa mashariki, uzunguke magharibi, utokee kwa Alaska, utokee kwa Amerika Kusini. Kwa ni parefu, Marekani akachimba. Sasa China kaja Trump akasema haiwezekani. Kaja wakaubeba. Kwa ni vita vya nini? Vya maslahi. Hata Greenland, Mrusi na Mchina wanakuwa na mpango kuweka kule base kule juu. Jamaa akasema okay. Kwa Greenland katika ramani ya Club of Rome, Greenland ni tena Marekani. Kwa ni mambo ya utawala, ni mambo ya kiuchumi. Sasa mashabiki mandazi huku Tanzania na nchi zingine wamebakiza na mambo ya ushoga, sijui maneno ya ushoga, itikadi, vitu ambavyo ni simple sana vya kuwakoroga wajinga tu. Asante sana bwana Simulizi. Sawa.